Okay. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine tena nashukuru Mungu ni kwa ajili ya kutupa siku hii ya leo na kunijalia pia kuweza kufika studioni ni kwa ajili ya kujifunza mawili matatu kulingana jinsi ambavyo neno la Mungu linavyosema. Na hili neno yatupasa tulisome kila wakati tukirudia, ndiposa tukaweze kujua mambo ya Mungu na mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu. Kwa hivyo leo hii sijakuja ni kwa ajili ya kuhubiri zaidi ama nini, bali nimekuja tu ni kwa ajili ya kupeana an advice kidogo tu, ni kwa ajili ya wazazi, watoto wao, na pia hata kwa wale ambao wanashughulikia watoto. Na watoto na maanisha anybody ambaye ako below 18 years, kulingana na sheria yetu ya katiba yetu nasema kwamba huyo ni mtoto. Na leo hii ni my advice tu ama ushauri wangu tu ni kwa ajili ya wazazi wetu ambao ndio walezi wa hao watoto. Kwa hivyo kabla ya kuanza nitaomba tu kwa ufupi, alafu tutakuwa tunaanza. Baba, katika jina la Yesu, mara nyingine tena ninakushukuru, ninakutukuza. Uinuliwe, wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao umenijalia kufika hapa studioni, ni kwa ajili ya kulishiriki neno lako. Hata ni kwa ajili ya mataifa ambao wanalisikiza na wataka ulisikiza tena. Mungu wangu, naomba ya kwamba ujumbe huu ukapate kibali, kwa maana wewe ni Mungu. Asante maana umetenda. Kwa rehema za Yesu nimeomba. Amen, amen, amen. Kwa hivyo wapendwa, mara nyingine tena niwashukuru, na kwa wakati huu ningependa tu nikaweze kushiriki mambo machache. Na kabla hiyo acha nisome hili neno ambalo litatupitisha ndani ya yale mambo ambayo tunaenda kuyazungumzia siku hii ya leo. Neno linasema kutoka katika kitabu cha Mithali ama ukipenda Proverbs 22 verses 6. Inasema hivi: Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Funza mtoto kwa njia ambayo yampasa aifuate ama aipitie, na atakapokuwa mzee, atakapokuwa mtu wa umri, atakapokuwa mtu ambaye anastahili kupeana ushauri kwa wengine, hata isahau njia hiyo. Hivyo ndivyo neno lake Mwenyezi Mungu linatuambia jioni ama mchana wa leo. Aliyeandika kitabu hiki ni Suleimani. Suleimani ni mfalme, na wengi ambao wamesoma kuhusu Suleimani watakwambia kwamba ni yule mfalme aliyeomba Mungu jambo moja tu, alimuitisha Mwenyezi Mungu hekima. Na kwa hakika nafikiria kwamba is through that wisdom ndio ametuletea haya mambo, ya kwamba aliangalia na akajua ya kwamba ikiwa tunaweza tukawafunza watoto na kuinstill ndani mwao haya mambo ambayo ni ya kiungu na kuwaelekeza katika njia yao, then hayo mambo yanasalia ndani mwao. Kwa hivyo labda kuna kitu alikuwa ameona kikitendeka kwenye watoto nyakati zile, ndio akasema hapana, ikiwa hawa watoto naweza wakaongozwa ama wakafunzwa kama bado wako wadogo, then hilo jambo haliwezi likatoweka kwao, bali wataliendeleza vizazi hadi vizazi. Kwa hivyo na leo hii nimekuja tu hapa ni kwa ajili ya hili neno, na nikapata tu kuzungumza na wazazi wenzangu pale nje. Wewe mzazi, wewe mwalimu, hata viongozi ambao ni wa taifa hili,
na viongozi katika sekta mbalimbali, kuna viongozi mpaka hata makanisani. Hao wote ni walezi. Yeyote ambaye amepewa mamlaka ya kulea watoto, yeyote yule, any child worker outside there ambaye ana take care of watoto, haya mambo ni yako siku hii ya leo. Kwa hivyo nije tu sasa kuzungumzia mambo ambayo, kwa mfano, kuna jambo ambalo limetendeka recently, ni kwa ajili ya wanafunzi wa shule wala ambao ni kutoka sehemu za Nakuru. Sitakosa kuzungumzia swala hili kwenye mafundisho haya. Jambo lililotokea kwenye shule ya utumishi kule Nakuru, sehemu za Gilgil, ni jambo ambalo kwa hakika kidogo limekuwa likizungumziwa kwenye mitandao, limezungumziwa kwenye vyombo vya habari, viongozi wakuu hata serikalini, kwenye upinzani wamelizungumzia, na bado linazungumziwa hadi wa sasa. Na kwa hakika niseme ya kwamba pole zangu zifike ni kwa ajili ya wazazi waliopoteza watoto wao, na pia wala ambao watoto wao wako hospitalini, ya kwamba Mungu akawaguze na wakaweza kupata uponyaji wa haraka. Na jambo hili lilivyotokea, ina maana kuwa kuna kitu kimekosekana kutoka kwa watoto wetu. Na wakati mwingi tunapoona mambo kama haya yakitokea, huwa tunaanza kulaumu mtoto. Saa hizi tutapata kwamba tunalaumu watoto ambao wanasoma kwenye hizi shule ambazo mambo kama haya yanatokea. Utapata kwamba tunasema kwamba hawa watoto labda wako na tabia mbaya, tabia zao hazifai. Lakini sasa swali langu ni hili: walizitoa wapi hizi tabia? Aliyekuwa mwalimu wao yule wa kwanza alikuwa ni nani? Tusije tukawawekea tu watoto lawama. Hapana. Kuna mahali we have messed up as a nation, as a parent, as leaders. Kuna mahali ambapo tumekosa kidogo. Kwa hivyo tunaweka tu hizi blame zote kwa watoto wakati mwingine, lakini sisi wenyewe kuna mahali ambapo tulikosea. Tumekosa kuweka haya maadili mema kwenye hawa watoto. Wanapotoka chini wakikua, ni mambo gani tumekuwa tukiyaweka ndani mwao? Hadi wa sasa wakati huu, ni mambo gani ambayo tunaweka ndani mwao? Tusije tukawalaumu tu, hapana. Mtoto anaweza kuwa alifanya mambo haya akiwa anaona kana kwamba he or she, they were doing it just for fun, ya kwamba wacha tuone vile tutawashutua, lakini imeenda as far as inaleta maafa kama haya. They could not take it very serious because walikosa maadili mema kutoka chini. Na hili jambo kwa hakika ni la kuhuzunisha. Sio jambo ambalo hata tunapolizungumzia kwenye mitandao, sio jambo ambalo ni nzuri kabisa. Ni jambo ambalo tunahitaji kuhuzunika zaidi, kwa sababu sio tu hii shule peke yake, ni shule nyingi ambazo pia tumekuwa tukishuhudia mambo kama haya. Kwa hivyo wewe mzazi pale nje, wewe kama mzazi, wakati mtoto wako anapokuwa kwa nyumba, yale mambo ambayo wanafanya, mtoto anapo grow ukiwa naye hapo nyumbani, yale matendo ambayo huwa anayatenda akiwa pale nyumbani, ushauri wako kwake huwa ni gani? What is your advice? Kuna wazazi pale nje, unapata mtoto yuko tu, kwa mfano tuanzie hapa. Unaweza ukapata kwamba uko na mtoto msichana kwa nyumba, uko na mtoto mvulana kwa nyumba, jinsi anavyovaa akitoka kwa nyumba, anavaa tu kiholela. Wewe mzazi uko mahala pale, auchukui nafasi yoyote hata ni kwa ajili ya kumwambia kwamba whatever you are doing is not good. Stop doing this. Stop dressing like this. Start dressing this way. Hatuwapi huo ushauri. Baadaye tunaanza kusema ya kwamba unajua watoto fulani wameharibika, mtoto wangu ameharibika, ili hali ni wewe mwenyewe uko mahala pale. Jinsi ambayo mtoto wako anavyovaa akitoka kwa nyumba,
akienda nje, wewe unayachukulia tu ni kawaida. Siku hizi tunaishi we are living in a modern generation, yeah, then we just take it for granted. Mtoto anatoka tu hivyo, anatoka nje, baadaye tabia zinazoingia ndani mwake zinakuwa ni tabia ambazo sio nzuri, kwa sababu mavazi ambayo tunayavaa, mavazi ambayo unayavaa, uwe mzazi au mtoto, yale mavazi ambayo unayavaa, it tells much about you. Na kuna roho hayo mavazi yanaingiza ndani mwako. Ni roho aina gani haya mavazi yanaingiza ndani yako na ndani ya mtoto wako? Ni aina gani ya mavazi tunanunulia watoto wetu? Jinsi anavyovaa, it tells much about him or her. Anapotoka kule nje, anakuwa ni mtu mwingine tofauti. Matendo yake yanaanza kubadilika, tabia zake zinaanza kubadilika kwa sababu ya ile roho ambayo tumeingiza ndani ya huyu mtoto kupitia yale mavazi ambayo wanayavaa. Na haya ndio yanawapelekea wanapotoka hivyo chini, wanaenda wakisonga, wakitenda mambo ambayo hawakukusudia kuyafanya. Mtoto anatoka kwa nyumba, msichana amevalia sketi fupi fupi, amevaa trouser zinazombana, anatoka kwa nyumba, babake yuko pale, mamake yuko pale, anavaa tu mbele ya mzazi, minisketi, wanavaa tu pale. Wewe uko tu kama mzazi, you are just watching at your girl. Oh my daughter, oh my daughter. Your daughter, and you are spoiling your child. Baadaye anaanza wakati anapokuwa mkubwa, anaanza hizo tabia ambazo zinaportray yale mavazi zinaanza kumuingia. Baadaye tunaanza kusema watoto wetu ni wabaya. Na walipokuwa wanaharibika, we were there. Hatungeweza kwa commit at that early age. Mpaka mzazi mwenyewe anaenda anunulia mtoto nguo sambuli hizo. How are you training up your child? What is the outcome? After whatever that you are doing, what is the outcome? Are you concerned about the outcome of tomorrow? The outcome of what will come out of your daughter? What will come out of your boy? Are you concerned about that? Ikiwa tutakosa kufuatilia haya mambo, tutawapoteza watoto wetu. Kama wazazi, yatupasa tukaweze kufuatilia haya mambo kutoka chini. Train up your daughter in a good way. Atakuwa mtu wa maana. Atakuwa mtu ambaye anatii hata neno lake Mwenyezi Mungu. Anakuwa mtoto ambaye ni wa kujinyenyekesha kwa kulingana ambavyo umemtoa chini. Mzazi, take good care of your children. Be a role model to your children. Kama wewe ni baba, valia kama baba. Chukua mamlaka yako kama baba kwenye familia. Elekeza watoto wako. Usipoelekeza, ulimwengu huu wa siku hizi utawaelekeza. Mitandao na hizi simu ambazo hata wengine wananunulia watoto wao at early age zitawaelekeza. How are you training up your child? Usipowashughulikia mapema, wewe ndio kesho utalia. Usipoyafanya haya mambo mapema, kesho utaanza kulia, mtoto wangu amenishinda, mtoto wangu amenishinda. Na anaanza na wewe unamwangalia. Anafanya vitu visivyostahili na wewe unaangalia. Anaiga vitu zenye anaona kwa wengine, unaangalia tu, na wewe ni mzazi. What is your take on this? Think about it. Think about it. Wengine unaona mtoto tabia zimeanza kubadilika. Wengine wamepeleka watoto wao shule ambazo ni hizi za mabweni, hizi ambazo ni boarding schools. Unapopeleka mtoto wako mahala pale, wakati wa likizo ama hii likizo fupi ambayo huwa tunakuwa nayo, half term ama rather mid term, wakati wanapokuja nyumbani,
wewe kama mzazi umechukua nafasi yako tu ukaketisha mtoto wako, awe ni mvulana awe ni msichana, ukamketisha chini, mkatengeneza ile rapo tu wewe na mtoto wako, angalau ukapate kujua yale ambayo anapitia akiwa kule shuleni. How often do you normally talk to your children? Wakati mtoto wako anapotoka shuleni amekuja, umewahi chukua muda wako na mtoto wako ukaangalia huyu alivyotoka hapa akienda shuleni? Is he or she the person mwenye amerudi tena kwangu akiwa hivyo? Ama umewahi notice kama kuna tabia ambazo zimebadilika kwa mtoto wako? Wazazi wengi they are busy. Wale ambao wako Nairobi, always busy. Kazi nyumbani, umechoka, ni kula kulala, kuamkia kazi hivyo. Who will take care of your children? Ni nani atakayefuatilia mtoto wako kutaka kujua ya kwamba ako sawa ama hayuko sawa? Most of parents, we don't have time with our children. We don't have time with them. Hatuna time na watoto wetu kabisa. If we will not spend time with our children, when they have just come back from schools, wamerudi nyumbani, wako kwenye likizo, utapata kwamba hawa watoto kuna mambo ambayo yanawakumba mazito sana, ambayo hata sisi wenyewe, wewe huwezi ukajua usipochukua nafasi yako, utengeneze uhusiano wako na mtoto wako, uwe wa karibu, uhusiano uwe mzuri, ndiposa mtoto wako akaweze kufunguka ndani ya moyo wake, akakuambie kila ambacho kinatendeka. Assume ya kwamba kwa mfano hii shule ya utumishi hii yenye tunazungumzia, yenye kila watu wanazungumzia kwenye mitandao, assume ya kwamba mtoto wako alikuwa anasoma kwenye hiyo shule, then alikuja kwenye likizo, vile wanafunzi wamekuwa nyumbani kwenye likizo, ndio kabla arudi shuleni. Ungekuwa kwa mfano mtoto wako anasoma pale, then wewe unatengeneza umetengeneza ile nafasi yako ndani ya moyo wako mzuri na mtoto wako. Uhusiano wako na mtoto wako umekuwa ni wa karibu. Huyo mtoto labda wangeliongelesha vizuri, muongee na mtoto wako vizuri, angefunguka na kuambia, baba, mama, haya ndio yanaendelea kule shuleni. Umejua form 4 wanafanya hivi, form 3 wanafanya hivi, form 2s, form 1s hivi ndio wanafanya. Haya ndio yanaendelea kule shuleni. Labda wewe tu mzazi, wewe ungetumia hiyo nafasi na uongeleshe huyo mtoto, hiyo ripoti hata ayangefikia pale. Ungeweza kwa mfano kama mtoto wako kwenye shule kama hiyo, ukipata ripoti kama hizo kwa mtoto, unafanya kupiga alarm pale shuleni. Unaambia mwalimu, chunguzeni kwa shule, kuna mambo kama haya na haya na haya yanatendeka. Lakini nani ana hiyo time? Who has that time for his or her son or daughter? Nani akona hiyo time? Mtoto anaenda tu, wewe bora umemtuma shuleni, akienda umepea walimu mzigo. So mzigo ni wa walimu. Wewe mzazi, nafasi yako iko wapi? Mbona tunafanya hivi? Baadaye tunaanza kulaumiana sisi wenyewe kwa wenyewe, ya kwamba mtoto wangu ameharibika, na wewe mwenyewe ulikuwa mahala pale. Lakini mtoto wako alipokuja nyumbani, hukuwa na time na yeye. It's high time parents we start having time with our children. We start creating time for our children. If at all we want to see them having a good future. Ikiwa tunataka kuona kizazi ambacho ni kizuri, kinachomtii Mungu, lazima tuanzie hapo. Create time with your children. Tengeneza muda na watoto wako. Ongea nao. Wacha mambo ya kuongelesha watoto kama nikana kwamba wako kwa training camp ya jeshi. Mtoto ako kwa nyumba, unamuongelesha vile unataka tu, kuja hapa, toka hapa, ng'ombe hii. No, tengeneza uhusiano mzuri na mtoto wako. Atakufungulia moyo wake, utajua shida anazopitia. Utajua yale ambayo anakumbana nayo anapokuwa shuleni.
Siku hizi shule hizi za mabweni, hizi shule ambazo ni za boarding schools, mambo mengi yanatendeka kule. Kuna mambo ya mashetani inatendeka kwenye hizi shule. Mtoto wako usipotengeneza uhusiano mzuri na yeye, hawezi akakuambia. Lakini ikiwa utacreate ile nafasi na mtoto wako mzuri, uhusiano wako wewe mzuri na huyo mtoto, atafunguka, atakueleza kila ambacho anapitia. Kuna wanafunzi kuna what we call bully inatendeka hata kwenye shule. Mtoto wako anaweza kuwa anakuja nyumbani, wewe unaona tu mtoto alienda shuleni alikuwa na performance yake imeanza kushuka chini. Utafuti kuangalia chanzo. Wewe unang'ang'ana tu kuambia mtoto, wewe usomi, unaenda tu shuleni, wewe pesa zangu unaharibu tu, ili hali hujataka kujua kiini cha kushuka kwa matokeo ya mtoto wako shuleni ni kipi. Labda huyu mtoto ako traumatized pale shuleni, labda anapitia kibarua kigumu, anapitia maisha magumu. Anapokuja nyumbani ndio anapumua, anataka sasa, yani anaona ni kana kwamba sasa amepata kuwa katika environment ama mazingira ambayo ni mzuri, ambao anaweza akasikizwa. Anakutana baba pale ambaye pia na yeye kichwa kimeenda, mkali kama simba, hataki kuambilika chochote, hataki kuambiwa chochote. Mama vivyo hivyo. Huyu mtoto atakimbilia nani? Ikiwa shuleni kutakuwa walimu ni wakali, nyumbani wazazi wakali, huyu mtoto atakimbilia wapi? Let us create time for our children, or else we will lose them. Tutawapoteza tusipoangalia, tusipotengeneza muda na wao. Kuna visa vinatokea mashuleni. Hii mambo yenye unaona imezidi, mambo na lesbianism, homosexuality zinaendelea mpaka mashuleni. Mtoto wako anakuja nyumbani, wewe hutaki kufuatilia, hutaki kujua mtoto wako anapitia yapi. Anapoenda kule analeta anakuja akiwa mtu mwingine tofauti. Baadaye unaanza kusema mtoto wangu, na ukiambiwa kitu concerning your son or your daughter, hutaki kuongea, unasema mtoto wangu mimi namjua. Ni nini unajua kuhusu mtoto wako? Create time. Wazazi, it's high time we create time with our children. Wakati wanapokuja nyumbani, wacha kuwa busy. Shughuli zingine za kuwa busy weka kando kidogo. Anza kuwa busy kushughulikia watoto wako. They are your future. They are your future. Hawa watoto ndio tunawahitaji. Watatuambia mengi yanayotokea hata mashuleni. They will create good environment na watoto wako. Wanapokuja nyumbani, watoe nje kidogo, tengeneza time na wao. Mnacheza na wao kidogo, ukiwa na nia ya kutaka kusikia kutoka kwao. Tusiwe tu harsh kila wakati kwa watoto. Hapana. It won't help us. Saa hizi kwa mashule tukaambiwa ya kwamba hawataki atidi wakati wa prayer day vile tukwanga nayo shuleni. Siku hizi hicho kitu kilitolewa. Hatumtaki Mungu kwenye shule zetu. Hatumtaki Mungu kwenye shule zetu. Sasa kama hatutaki Mungu ndani ya mashule, ni nini tunahitaji pale? What do we expect? What do we expect from our kids? Hatutaki maombi yafanyike kwenye shule wakati watoto wanapoenda kufanya mtihani. We don't want them there. We don't want prayers. Mambo na prayer day kwa shule hatutaki. Okay, nini ambacho tunahitaji? That's why tumempa ibilisi nafasi, anapenya vile anataka. Na tulichangia mpaka tunasema yes. Hakuna prayer day, hatutaki hiyo mashuleni. Saa hizi haya ndio matokeo. Anachokipanda mtu atakivuna. Wazazi tunachokipanda, viongozi wa taifa, viongozi wetu, kama umepewa sekta fulani, omba Mungu akupe hekima na maarifa ya kuongoza taifa katika hicho kiwango. Tusipozingatia haya mambo, watoto wetu ama hiki kizazi kimepotea. Tulikataa maombi ya mashuleni. Tulikataa. Sasa haya ndio tuliingiza. Ripoti kama hizi, mtoto hata wakati anapoenda kuwasha moto
akitaka kumchoma mwenzake ama kumtesa mwingine, ni kwa sababu hapati yule mtu ambaye anaweza akamfunza na kumwambia kwamba hii ni mbaya, hii ni mbaya. Kama hatu kutaka maombi kule nini, sasa si tutapata walimu wengine wako kule ambao ni walimu ambao watawafunza mambo ambayo hayastahili, ambayo sio ya kiungu. Hawa watoto wote, shule zinabeba maelfu ya watoto, mamia ya watoto. Wanapoenda pale shuleni, huyu ametoka kule, huyu ametoka kule. Unajua madhabahu ya kwa kina mtu, unajua ametoka wapi. Watoto wetu nasoma na watoto wa waganga, watoto wa wachawi, wote wako pamoja, kila mtu na miungu yake, wote wako hapo shuleni. Na tumekataa maombi pale shuleni. How will we help our children? It's high time tufunguka akili, tujue ni nini ambacho tunahitaji kwa mashule zetu, ni nini ambacho tunahitaji kwa watoto wetu. Create time. Ukiwa pale shuleni, siku hizi mambo yamekuwa yameharibika mpaka hata shule za kwenda na kurudi, hizi shule za kutwa, hata huko mambo yameharibika. Mambo yameharibika. Tusipoangalia kule tunako kwenda, tutaharibia kizazi hapa. Our tomorrow, our future is ruined. Ni ombi la moyo wangu ya kwamba kama taifa, kama mzazi, tuchukue nafasi ya kwanza ili tuone watoto wetu wanasimama imara. Let us train them in the things of God. Let us lead them in the ways of God. They will never depart from that way. Let us create a good foundation for our children, for their future. Hawatasahau. Mzazi uko pale nyumbani, uendangi kanisani, mtoto wako umeraise, mtoto amekuwa mwizi, anaonea kwako. Sasa atajulia wapi ya kwamba wizi ni mbaya? Atajulia wapi kunyang'anya watu ni mbaya? Mtoto wako anaanza kuibia watu at that early age. Wewe mzazi unaletewa ripoti nyumbani kuhusu mtoto wako, unasema mtoto wangu, kama nimeona mambo mengine, mimi yule mwenye hajazaa haseme, aongee. No, be responsible. Take full responsibility of your son or your daughter. Ukisikia watu wanamulia mahali, chukua nafasi yako na mtoto wako. Mwambie this way, whatever you are doing, it's wrong. Ukienda na hii njia ni mbaya. Kemea mtoto wako, atakuwa mzuri. Unapokemea, ulimwengu utakusaidia kukemea. Wale ambao wanaona kweli uko tayari kuona mtoto wako anakemewa, kuacha maovu, watakusaidia. Lakini wewe ukimtetea kwa kutenda maovu, hakuna yule ambaye atakuja wakati utakapopiga nduru, wakati utakapohitaji usaidizi. You will never see anybody. Let us take guard ya watoto wetu. Tusiwaachilie, tusipe walimu pale shuleni kibarua kigumu. Wanang'ang'ana, unapeleka mtoto shuleni, kumbe ni gaidi umepelekea mwalimu. Mwalimu anang'ang'ana na gaidi shuleni usiku na mchana. Hata tu ajue kusoma, ajue tu kufanya kitu. Baadaye tunarudi tunawasema walimu hawafanyi kitu. And yet wanang'ang'ana. Charity begins at home. Anza na mtoto wako pale nyumbani. Muangalie. Uwe on guard ya mtoto wako kila wakati, mienendo zake, yala anayozungumza, hata kwa mazungumzo tu. Wakati mtoto wako ako free, anazungumza na wengine, wakati wengine shuleni wamemtembelea nyumbani, wanazungumza. Hata ukijipitisha kando pole, jaribu kusikia ni mambo gani hasa wanazungumzia. Ni story gani hasa wanazungumza, wanapiga story ya aina gani. Utapata kujua mtoto wako. Lakini wewe ng'ang'ana tu. Anyway, tukichukulia haya maswala kwa njia ambayo ni legevu tu, tutajilaumu wenyewe baadaye. Kwa hivyo ni ombi langu tu leo ya kwamba mzazi, chukua nafasi na mtoto wako. Create time. No one will create time for your children.
no one will create time for your children. No one. Unless you do it on your own. Utatengeneza kesho ya mtoto wako. Mambo kama haya yalitokea utumishi, tukitaka yatoke kabisa, lazima tuanzie hapa chini tukienda juu. Jua ni nani ambaye unatuma shule. Wakati unapochukua mtoto wako amepita mtihani unapeleka kwa shule, jua ni nani umepelekea mwalimu shuleni. Na atakaporudi nyumbani, tena jiulize, ni nani huyu nimepokea nyumbani? Ni yule niliyepeleka ama kuna mgeni ndani mwake? Parents, be on guard. Usichukulie tu mambo kimuzaa. Hili nawaambia ni uchungu na ni ukweli. Jaribu kuangalia programs gani mtoto wako anajiunga ndani. Ni vikundi gani anatembea nazo. Utamjua mtoto wako vizuri. Na hiyo ndio tunahitaji tu. Kwa hivyo hayo ndio nimekuwa nayo siku hii ya leo. Na ni ombi langu ya kwamba Mungu atusaidie na tupe discerning spirit ndani mwetu, ili tukaweze kuwajua watoto wetu. Itakuwa ni vyema zaidi. Mungu awabariki na watende mema. Mimi ni yule Nixon Machisu tu bado. Injili hii na mafundisho haya yachukue na yatakusaidia. God bless you, and God bless our children, and God bless our parents in Jesus' name. See you again in the same place.